Haleluya, mtu wa Mungu. Nakujia kwa mada hii isemayo, ukiona Mungu anakupa haraka vitu unavyomuomba kwa ajili yako, ujue hana safari ndefu na wewe. Ujue hana safari ndefu na wewe. Narudia tena. Ukiona Mungu anakupa haraka vitu ambavyo unamuomba, anakupa haraka, ujue hana safari ndefu na wewe. Swala, kuomba ni dhambi? Kuomba ni vibaya? Jibu, hasha. Kuomba ndio kitu, ni unyenyekevu. Kuomba ndio kitu Mungu ameagiza kwamba tukifanye. Sasa kwa nini akitupa? Kwa lugha nyingine nasema ngumu kidogo, lakini hiyo inahitaji ufafanuzi wa mambo mengine ndani kabisa. Wale ambao mtakuwa mnakuja kwenye ibada ama mahali mtakapokuepo nikiendesha mkutano ama semina au kongamano, vitu hivi majibu yake mtayapata kwa undani. Ni kwamba wanasema kama Mungu hakupendi, wote Mungu anatupenda, lakini kuna anaowapenda sana. Ikiwa Mungu hakupendi, yani wewe si miongoni mwa wanaowapenda sana, basi atakupa haraka vitu unavyovihitaji, vitu unavyoviomba. Lakini kama Mungu anajua wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao atasafiri nao mwendo mrefu, atakwenda nao safari ndefu, basi nikwambie kwamba hawezi kukupa haraka unachokiomba. Hawezi kukupa haraka ambacho unakiona kweli kwenye maisha yako lazima uwe nacho, ndipo Mungu utampenda, ndipo watu wataacha kukudharau, ndipo utaonekana hujapotea. Mungu kabisa. Nataka nikutofautishie, nikuwekee watu wawili. Wako watu ambao kila walipopiga kelele, walipoomba, walipolia, Mungu kwa nini umetuacha? Mungu nisaidie, Mungu niwezeshe, Mungu nipe hiki. Kweli Mungu aliwapa. Lakini nataka ujue kwamba watu hao, soma vizuri historia kwenye Biblia, watu hao hawakuwa na safari ndefu na Mungu. Soma watu waliofika mwishoni na Musa, Joshua na Caleb. Katika malalamiko yote ambayo watu walikuwa wanasema tunaangamia, kwa nini yako hivi, tutengeneze ndama, chakula hamna, Mungu tusaidie. Na Mungu alikuwa akiwapa. Wao kwenye yale malalamiko hawakuwemo. Lakini swali ni je, wakilalamika, wakiomba, Mungu alikuwa atoi? Mungu alikuwa anatoa. Lakini kitu ambacho nataka nikwambie kifupi tu hapa ni watu ambao Mungu alifika nao mwisho. Walipothubutu, mara nyingi walipothubutu kuomba kwa ajili yao, Mungu aliwajibu kidikteta. Kuomba kwa ajili, aliwajibu kidikteta. Nikusomee maandiko. Hawa ni watu ambao Mungu alifika nao mwisho. Kwa sehemu kubwa walikuwa ni watu ambao hawezi kuomba lolote. Hawezi kuomba lolote kwa Mungu ili awatendee kwa ajili yao. Wao daima waliangalia wameagizwa nini. Waliangalia wameagizwa nini cha kutenda. Swala wanastahili nini. Hiyo ilikuwa ni kitu ambacho hawana mpango. Wanastahili nini kupata kwa Mungu ambacho wataomba, au kuna kazi wamefanya wanastahili kupewa. Wao walichojua kwamba hapana, walikuwa wakitathmini Mungu alikowatoa, Mungu alichofanya kwao. Mfano mzuri ni huu kabla sija kuonyesha hawa watu. Mfano mzuri ni huu. Iwe umetenda kosa fulani, umeua mtu kwa bahati mbaya, ukahukumiwa kunyongwa. Ikatafsirika umeua pengine kwa makusudi. Ukahukumiwa kunyongwa, ukahukumiwa kifungo cha maisha jela au faini ya bilioni 100. Na kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu na kwa marafiki zako, pengine kiwango cha juu kabisa cha mali
mmewahi kupata milioni 10. Kwa hiyo kuzungumzia bilioni 100 ni kama kuongea tu kwamba wewe lazima ukanyongwe ama ukaozee jela. Alafu anakuja mtu, mmehukumiwa wawili, anakuja mtu anawatoa, analipa hiyo bilioni 100 kwa kila mmoja. Fikiri kuna kuwa na mmoja ambaye muda wote anasema nifanye nini ili nionyeshe shukrani yangu kwa huyu aliyenikomboa wakati nitakiwa kunyongwa. Nifanye nini? Kwa kila anapotumwa kwenda kununua kitu fulani, anapohitajiwa kwa ajili ya jambo fulani, huyo mtu la kwake anavyowajibika, anavyotekeleza kile kitu, haongezi kuomba kingine chochote, anaongeza na shukuru. Anatuma kwenda kupasua kuni, anatuma kwenda kununua kitu fulani, anatuma kwenda kufanya kazi fulani, akirudi akikabidhi kile kitu, akitoa ripoti ya kile kitu ambacho alikifanya, alitumwa amefanya, anaanza kwanza, mtu wa Mungu au bosi, na kushukuru sana kwa zawadi hii, na kushukuru kwa kunitoa. Yule mtu anakuambia hapa, nilikutoa tu bure. Lakini kiukweli hakuna mtu anaweza kukutoa bure. Huyu mtu anategemea kikutoa mahali, kuna namna utamfaidia kwa namna moja ama nyingine. Hakuna mtu anaweza kutoa bure. Hata Mungu neema yake, neema hutoa bure, lakini ukisoma vizuri neema sio ya bure. Neema sio bure. Hakuna mtu anaweza kutoa kitu bure. Nikusomee hiyo ya bure. Wakorintho wa pili sura 6. Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 1. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Anaitoa bure, lakini msipokee neema ya Mungu bure. Katika Wakorintho wangapi wa kwanza? Wakorintho wangapi wa kwanza? Mtume Paulo anasemaje hapa? Wakorintho wa kwanza sura 15. Anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kwa hiyo hiki neema ambacho tumepewa bure, tumepata ni bure kwa mafiato, ni bure kwa watu ambao akili haziko vizuri, lakini neema ni deni. Neema ni deni. Neema ni deni. Neema ni deni. Kwa hiyo unavyotendewa jambo fulani bila gharama yoyote, bila gharama, bila sharti lolote, hicho kitu kwa mwenye akili utajua kina sharti. Unajua hicho kitu kina sharti. Sasa nirudi kwenye mtu amekukomboa, amekulipia bilioni 100. Mwenye akili kila jema atakalokuwa anafanya anajua ni kulipa fadhila ya ile deni ambalo nimelipiwa, na kila mara atabaki mwenye kushukuru na kuangalia kwa huyu bosi, anataka nikatende nini, anataka nikafanye nini, ili niridhishe moyo wake, asijutie kwamba nilimtoa mtu huyu, nililipa pesa, asijutie. Lakini kuna mwingine ambaye anatolewa na pengine anatumwa kufanya kazi, watu wawili wanatolewa, tumwa kufanya kazi fulani, ama anaambiwa hebu kaa hapa tu ndani, kaa hapa nyumbani. Sasa baada ya kutolewa, kaa hapa ndani. Huyo mtu anavyokaa hapo ndani, muda mwingi ni kuuliza tu, bosi, sasa nakaa huko ndani nitapata nini? Bosi, nimefanya ile kazi pale, utanipa nini? Bosi, mbona ulinituma kule, utanipa nini? Jaribu kufikiri, nani atapendwa kati ya hawa wawili? Nani atapendwa? Wanadamu. Nataka niongee tu jambo moja. Huyu Mungu tumemkosea sana, tumemkosea fadhila. Kama unaona ni mtu ambaye kila ukitendewa jema, au kila ukiomba, kila ukitenda jema, sio ukitendewa, kila ukitenda jema lolote, au ukaomba maombi yoyote kwa muda fulani, ukakaa ibadani kwa muda fulani, unahitaji Mungu atende jambo fulani kwako. Unahitaji sasa, Mungu, kwa nini hii hautendi?
Kwa nini hiki kiko hivi? Mungu nipatie hiki. Mpendwa, ujue hauna safari ndefu na huyo Mungu, na Mungu hatembei mwendo mrefu na watu kama wewe. Hebu ona watu ambao Mungu hutembea nao mwendo mrefu. Ona watu ambao Mungu hutembea nao mwendo mrefu. Ona majibu anayowajibu. Luka 17 mstari wa 5. Mitume wakamwambia, Bwana, tuongezee imani. Ona jibu analowajibu. Bwana akasema, kama mungekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mungewaambia mlima huu ng'oka upandwe baharini, nao ungewatii. Sio niwaongezee, sijawahi kuwapa imani yoyote. Hamuna yoyote. Mungekuwa nayo ndogo kama kiasi cha chembe ya haradali, mungeambia hamna. Ona hilo jibu, ona hilo jibu. Ona hilo jibu. Majibu ambayo Mungu Yesu aliwajibu, au Mungu tangu mwanzo aliwajibu watu ambao angeenda nao safari ndefu. Sasa sikia mstari wa 7. Lakini nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula? Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya yaliyoagizwa? Vile hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumetumwa tu yaliyotupasa kuyafanya. Tumefanya tu yaliyopaswa kufanya. Nataka uelewe mtumwa. Mtumwa ni mtu anayenunuliwa. Ni mtu anayenunuliwa. Baada ya kununuliwa hana chake. Hana chake. Mpendwa, tukitumia maneno haya, tulinunuliwa kwa damu ya thamani, ni vema ufahamu pia hatuna cha kudai. Hatuna cha kudai. Ukijua tu tulinunuliwa kwa thamani, hatuna cha kudai. Tulinunuliwa, sisi tunadaiwa. Sisi lazima tutumikie, tuwajibike, tutekeleze, tutende mema. Yaani kuna watu ambao kidogo tu akitenda jema fulani, Mungu, mbona sioni mafanikio? Yaani hii naongea pia na watoto wangu, wanangu, na hii ni fundisho ambalo utakajaliwa kuja Jumapili au kuja kanisani Jumapili hii au siku za karibuni, hiki utakutana nacho. Nimeongea sana, wafanye kazi sana, alafu wamche Mungu sana, usiku na mchana wafanye kazi. Usiku na mchana waombe, wawepo ibada, wawepo mahali pa ibada. Ni kama mchana wote alikuwa kazini, usiku wawepo kwa masaa mengi kanisani. Kama mchana alipata muda wa kuwepo kanisani, atafute mazingira usiku apige kazi kwa namna moja ama nyingine. Usiku na mchana, au mchana afanye kazi pamoja na kumcha Bwana, kuwepo kanisani kwa maombi na ibada, na usiku awepo kanisani kwa ibada na apige kazi usiku na mchana. Sasa unakuta wakati mwingine wakitoka tu kidogo, wakajaribu kufanya kazi kidogo, matokeo hamna, haraka sana wanakuja, mchungaji ameanguka, mchungaji anatutuma kufanya vitu ambavyo Mungu hayuko kule, Mungu hafanikishi. Kwa sababu Mungu angekuwa yuko nyuma ya mchungaji anavyoagiza tufanye sana kazi, tungefanya kazi haraka, tungepata matokeo makubwa haraka. Watoto wangu pamoja na yeyote ambaye ni mdau ama unaguswa sana na makala hizi na klipu hizi, nataka nikujulishe, tumepewa kutenda mema. Tumepewa, yani nafasi tunayokuwa nayo ni ya kutenda mema. Swala la tutapata nini, ukitaka usifike mbali kwenye maisha yoyote ya kiroho, ya kimwili. Ndio maana nimekuambia watu kama wewe Mungu haendi nao mbali. Ukitaka usifike mbali, wewe kila unachokifanya faida yake iwe lazima iwe hivi. Faida yake, yani nafanya hiki mwaka huu, mwezi huu lazima nipate milioni 20, mwezi huu lazima nipate 5,000, yani kwa kazi hii lazima. Mpendwa, fanya. Baadaye unavyotaka kupata ikiharibika kesho, kafanye. Umeshapata kimeharibika, kafanye. Dunia inakaliwa na wapambanaji. Dunia imetawaliwa na wapambanaji. Kwa hiyo ukishajiweka kwamba mimi ni mtumwa, sasa ni mtu nitakayetumikishwa, utajijua huna chako. Wanafunzi hapa Yesu anawajibu ombi moja, tuongeze imani. Majibu yote haya, mnapofanya yote semeni, sisi ni watumwa wasio na faida. Tumefanya tu yaliyotupasa kuyafanya. Tumefanya tu yaliyotupasa kuyafanya. Hatuna faida. Hatutegemei faida.
hawa waliostahimili majibu ya aina hii, hawa waliostahimili majibu ya aina hii, hawa walifika mwisho. Hata wewe ukiomba mwezi mmoja, wiki mbili, mwaka mmoja, ukaomba pengine masaa mawili matatu, sasa mbona hakuna kinachotokea? Kitokee nini? Ulinunuliwa wewe, umelipa deni ulionunuliwa wewe. Umelipwa deni wewe la kuachwa hai. Magonjwa mangapi wenzio walikufa, wewe uko hai. Ajali ngapi zilitokea kwenye mazingira yale, umesafiri mara ngapi, uko hai. Mpaka lazima na vingine unavyotaka vitimie. Wanadamu hatuna fadhila. Hatuna fadhila. Nikusomea Wakorintho, ona majibu ambayo Mungu alikuwa akiwajibu watu ambao walikuwa wanakwenda nao safari ndefu. Wakorintho wa pili 12 mstari wa 7. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo, na alipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Ili sije nikajivuna kiasi. Mimi Mungu ananisikia saa yote. Mimi Mungu ananipa kila kitu. Mimi Mungu kwamba mimi kila nikisema hili Mungu anatenda. Kila nikiomba hili Mungu anatenda. Mungu aliruhusu mwiba, mjumbe wa shetani kwenye mwili. Sikia alichosema hapa. Naye mstari wa 8, kwa ajili ya kitu hicho na alimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Si mimi anaweza kanisikia saa yote. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha. Neema ya kutosha niliyokutendea, niliyokuokoa, ya kutosha. Jibu hilo anajibiwa Paulo. Si una upako kama kuliko Paulo? Anajibiwa Paulo hilo. Neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu utimilika katika udhaifu. Hilo ndio jibu. Paulo akasema, basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Tena sio udhaifu tu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Watu wanajibiwa hilo, najibiwa hilo, napigwa teka na Luka mara 2 yake. Hao watu walifika mwisho. Hao watu walifika mwisho, walikwenda safari ndefu na Mungu. Sio vitoto vitaira, vichokora. Na nataka nikwambie ni chokora. Wewe ambaye Mungu nitendee hiki, Mungu nitendee hiki. Ukinitendea hiki Bwana, mimi nitakucha, mimi nitakutumikia. Mungu nitendee. Wewe chokora, una malezi, chokora. Maombi nimekwambia pale mwanzo, maombi sio dhambi, lakini ni maombi ya kwamba Mungu nitie nguvu, niwezeshe, nitekeleze 1 2 3. Ndio maombi ya wana hayo. Maombi ya wana, Mungu nifundishe inipasavyo kuingia na kutoka nyumbani mwako, nyumbani mwa watu wako. Ndio maombi ya wana hayo. Soma Ibrahimu, soma Yusufu, soma Daudi. Ni watu ambao kwenye mapito yao yote. Soma Musa, kwenye mapito yao yote Mungu anamjua. Hawakuwahi kumlalamikia na kwamba Mungu sasa yatosha, nitende hiki Bwana. Wao siku zote wasema mapenzi yako Mungu na yatimizwe, na kila alipowatuma nenda huku walikwenda, nenda huku walikwenda, fanya hiki walifanya, fanya hiki walifanya, fanya. Wao ni kufanya tu. Kwa mfano kama ni kazi, hizi kazi unamcha Mungu, nikwambie unamcha Mungu, hizi kazi zitakuwa na vita. Unafanya hiki hakuna kinachotokea, unafanya hiki wanakuja wanaharibu, unafanya hiki wanakuwekea fitina, unafanya hiki wanakufukuza eneo hilo, unafanya hiki wanaharibu kazi yako, fanya hiki wanakufukuza eneo la kazi. Nataka nikwambie hiyo my dear, kama unataka kwenda safari ndefu na Mungu, nataka kumwaminishe Mungu, mimi ndiye nitakaye kwenda safari ndefu na we Mungu. Hiyo mwanangu, hiyo mtu wa Mungu, hiyo ikuamplify, hiyo ikufanye ndo ufanye kweli kweli. Sehemu kubwa wavivu kabisa, taasisi inayoongoza kwa uvivu, wanadamu, jamii inayoongoza kwa uvivu ni jamii ya walokole. Mlokole naamini vile anavyokaa tu kazani, bwana akitoka kwenda kulima, alime kidogo shamba, yani alime robo eka, shamba lijilime eka 5. Apande mbegu gunia 1 au debe 1, avune magunia 500. Kwa sababu mpendwa,
imeandikwa asiyefanya kazi na asile, sio asiyefanya kazi aombe. Afanye tu biashara kidogo, amwambie mtu nguo hii anunue hii akanunue na nyingine, na pala kauze na kile akafanye, na huyu naye amletee zawadi, na huyu mwingine atoe hela ambariki kwa sababu ya utumishi na huduma. Jamii inayoongoza kwa uvivu, jamii ya walokole. Walokole, nataka nikwambie mlokole popote ulipo, tena wewe ndio kupata mafanikio haitakuwa kazi ndogo. Wewe utafanya kazi sana kwa mwanzoni ili Mungu apime. Utafanya kazi sana, matokeo kidogo. Ufanye kazi sana, ya unafanya mchana kutwa pati kitu, matokeo kidogo. Mchana, soma akina Petro, wameokolewa kule, wamevua samaki usiku kucha hawajapata chochote. Awamu ya pili tena na ulokole walio nao, wamevua hawajapata kitu, lakini waliendelea usiku kucha. Yesu mpaka nawakuta baadaye anasema wala hata hamkutupa tu mara moja, hamjapata mkaondoka, mpaka asubuhi mupo, basi tupeni tena. Mungu anaweza kaja kuruhusu, sio leo wala kesho, sio leo. Wewe thamini Mungu alivyokuokoa. Thamini Mungu alivyokuokoa. Thamini Mungu alivyokuacha hai, hata kama hujaokoka, popote ulipo, ulivyoacha hai. Piga kazi, usiangalie. Piga kazi. Au unaoona wamefanikiwa sio walikuwa wanaangalia watapata nini, walikuwa wanapoteza walivyo navyo, wanapoteza nguvu zao. Baada Mungu akaona vema wapate, kwa sababu imeandikwa asiyefanya kazi na asile. Hiyo haina mlokole, haina asiyeokoka. Piga kazi, lakini zaidi ya yote unataka sasa Mungu aende na wewe safari ndefu, akuache hai muda mwingi. Baadaye aje aone wewe ni mtu fulani ambao unaweza ukawa mwakilishi wake kweli kweli, sio mtume nabii mchungaji. Acha hii, wengi wanakuwa hawajatainiwa vya kutosha hawa. Acha hiyo. Nataka Mungu tu aje atembee na wewe siku nyingi, na akuache wewe hai siku nyingi, na uhai ambao utajaa uzima na amani, sio uhai mwingi wa kuombea watu we mgonjwa, wewe una shida na hela sana. Uhai ambao unakuacha uzima na amani na vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Basi acha maombi ya kichokora, acha mtazamo wa kichokora, kwamba ukiwajibika miezi 3, 4, mwaka mmoja tayari umeshachoka. Mungu afanye kitu tayari, Mungu hapa afanye kitu. Asipofanya kitu wewe sijui, heri ufe. Yani hakuna sababu sasa kuishi. Heri uache, heri utabikage, heri uvutage bangi, heri unywage pombe, heri uage malaya. Acha uchokora. Mungu kama na safari ndefu na wewe, hawezi kukutendea kila unachoomba. Kwanza ni hawa magwiji walikuwa waombi kwa ajili yao. Akiomba chochote pengine ameomba kwa ajili ya watu wengine. Ni kuonye unayesema basi na mimi naomba kwa ajili ya watu wengine. Wengi ni unafiki. Unaombea watu wengine wakati wewe mwenyewe una njaa. Unaombea watu wengine wewe mwenyewe una shida. Sisemi kuombea watu wengine vitu ambavyo Bwana wabariki wale, wabariki, watoe kwenye vifungo. Mwenyewe umefungwa na magonjwa. Mwenyewe umefungwa na mawazo magumu. Umefungwa na tamaa ya zinaa. Acha maombi hayo. Hawakuombea nafsi zao, waliombea wengine katika vitu ambavyo wao wanaviweza. Wao wamevuka. Kama ni tamaa haimo, kama ni njaa kwenye maisha yao, hamna chakula kipo cha kutosha, waliombea wengine, waliwasaidia wengine. Lakini wao shida ilipoinuka yoyote, walisema Mungu nitie nguvu, niwajibike, nipambane, nitie nguvu. Waliombea watiwe nguvu, kupigana, kupambana, kutekeleza, kuwajibika. Mungu akupa neema. Karibu kwenye ibada zetu. Ibada nyingi za karibuni, nyingi zitakuwa zikigusia sana kipengele hiki cha watu ambao Mungu anaweza kaenda nao safari ndefu. Ibada za kanisani ambazo ni ndefu toka asubuhi mpaka jioni, kama Jumatano toka saa 8 mpaka saa 1, zimejaa maombi ya muda mrefu. Wakati mwingine tunaomba kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Maombi hapo tunaomba tu Bwana tuelewe hiki kitu na ututie nguvu kuwajibika katika yale ambayo utatuagiza kutokea hapa na uliowahi kutuagiza huko nyuma.
Wakati mwingine unaweza kukuta hiyo saa 6 tunahubiriana mpaka saa 10. Saa 10 ndio tunaanza kuomba mpaka saa 11 au saa 12. Kutwa nzima haieleweki. Saa ngapi tutaanza kuomba, muda gani? Ingawa mara nyingi toka saa 1 mpaka saa 3 ni maombi ya kwamba Mungu uwe nasi siku ya leo, uwe nasi. Hapo pana Sunday school mpaka saa 4 na kuendelea huko mbele ni maombi. Hapo lazima papaweko na maombi fulani ya zaidi ya saa 1. Ili shetani asije akatuchenga, kwa sababu maombi sisi kwetu ni uti wa mgongo. Maombi ni oil, maombi ni mafuta. Maombi ni grease kwetu, ni kila kinachoweza kulainisha na kila kinachoweza kupush kitu kiende mbele. Kwa pana saa 1. Kutoka hapo baada ya kwamba saa 1:30 au 2 huko mbele kuna mafundisho ambao wahubiri wanasimama zaidi, wanaweza kusimama saa 4, 5, 6 mfululizo. Na mbele huko lazima yaweko maombi fulani marefu. Ukijaliwa we chance tu eneo fulani dogo ambalo itakuwa na mafundisho fulani mpaka saa 7, saa 8, saa 9 hivi. Lazima hili fundisho utakume shakutana nalo kwenye makongamano ama kwenye semina. Na wasi kama upendi kuomba, njoo saa 10. Mara nyingi saa 10 hata yakitokea maombi yanaweza siende nusu saa, zaidi ya nusu saa. Yanaweza siende lakini yanaendaga. Lakini sehemu kubwa huwa napenda kufafanua sana kwa nini tunaomba muda mrefu na kwa nini tusiwe machokora. Kwa fundisho hili unaweza kukutana nalo sana kama Mungu atakupa neema kuwa karibu. Kama Mungu atakupa neema kuwa karibu na mikutano, makongamano mbalimbali tutakayokuwa tukiyafanya. Popote utakapokuwa ukisikia taarifa za ibada hizo, makongamano hayo. Na la sivyo uwe uliza tu ni wapi sasa, ni wapi na kusafiri ikiwezekana. Usiwe chokora, acha uchokora. Ni kweli mahubiri yote yanayohubiriwa kwa sehemu kubwa sasa ni yale yanayotengeneza watoto machokora wa kuomba tu, machokora. Acha uchokora. Mhubiri acha uchokora. Najua na wewe ni chokora. Muombeni Mungu awape magari. Muombeni Mungu awape kibali. Muombeni Mungu au adui zenu nyie muendelee. Muombeni Mungu afanikishe. Muombe Mungu awasaidie wapige kazi. Wawajibike katika yale ambayo Mungu anataka wayafanye kwa ajili ya ufalme wake ama kwa ajili ya maisha yao. Acha uchokola wewe. Kweli Mungu atakupa, lakini chokola, kwani machokola wapewi barabarani humo? Na wanaopewa sana. Acha uchokola. Mwisho, neema Mungu iwe nawe. Amen.